Bado tupo kwenye msimu wa pili wa simulizi yetu nzuri kabisa ya Mara, na nikushukuru sana msikilizaji ambaye umechagua kumalizana na hii simulizi. Asante sana na Mungu akubariki mno. Tulipoishia kwenye episode ya kwanza katika msimu huu wa pili ni baada ya kuona Mara ameenda kuweka kule mambo vizuri ambako alikuwa nakaa pamoja na Kian, na amekubaliana na Ryan ya kwamba watafute mtu ambaye ni mpelelezi ambaye ataweza kuwasaidia katika kushughulikia mambo yao. Mdau sasa ya Mara akiwa amerejea huko Tanzania kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine. Kwa hiyo Mara anasema ya kwamba kesho yake nilimkumbatia Ryan muda mrefu sana, huku moyo wangu ukiwa umejaa shukrani kubwa sana kwake, na baada ya kuagana naye nilielekea kwenye ukaguzi na kuelekea sehemu ya kusubiri tayari kwa ajili ya kurudi nyumbani. Na wakati huu nilirudi nikiwa na nguvu mpya na dhamira na kujitia nguvu na kusimama kwa ajili ya mwanangu. Yapi atakayoendelea msikilizaji, tunasonga mbele. Tayari nimeona komenti zenu kwamba mnaamini ya kwamba Ryan ndo atakuja kuwa mpenzi mpya wa Mara, huku wengine wakisema ya kwamba bado Kian hajafa. Tunasonga mbele. Mara anasema ya kwamba nilipofika nyumbani nilipokelewa na watu wengi kuliko nilivyotegemea, lakini aliyenishangaza kuliko wote na ambaye sikutegemea kumwona hapa ni mama yangu. Najua amekuwa akijitahidi kuwa karibu yangu, lakini sikutegemea angefikia hatua hii. Sasa kabla sijapata nafasi ya kushangaa vizuri, nilivutwa na mikono ya Cindy ambaye alikuwa akibubujisha machozi kama vile tuko msibani. Sasa Cindy lalamika akasema ya kwamba ni wewe stupid mimba. Yaani ninalia kila wakati. Cindy alikuwa analalamika kwa sasa akifuta machozi baada ya kuniachia. Baada ya yeye David ndo alinivuta na kunikumbatia kwa sasa akiniuliza hali yangu. Baada ya pale nilikumbatiwa na wadogo zangu, kisha wa mwisho alikuwa mama. Nilikuwa kidogo kwa sababu mimi sijawahi kukumbatiwa na mama. Kwa kipindi chote ninachokumbuka sina kumbukumbu hii. Kwa mara ya kwanza mama alinivuta na kunikumbatia huku akisema maneno ambayo alinifanya nitoe machozi. Mama alisema ya kwamba wewe ni mwanangu. Wewe ni mwanangu Mara. Mama alisema kwa sasa akinikumbatia muda mrefu mpaka aliponiachia macho yangu alikuwa yamejaa machozi na mengine alikuwa ameshuka mashavuni kabisa. Mama yangu ambaye hata uso wake ulikuwa na mashavu alitumia mikono yake kukausha machozi yaliyoshuka mashavuni kwangu. So kabla sijapata nafasi ya kulia vizuri bwana, Cindy alinivuta huko sasa akianza kuniuliza maswali mengi, lakini kwa wakati huu akili yangu ilikuwa inazunguka tu. Maneno ya mama yangu yalikuwa yakijirudia tu akilini mwangu. Safari ya kurudi nyumbani haikuwa ndefu kwa sababu stories zilikuwa nyingi sana. Tulipopaki nyumbani nilishuka huku Mike akinivuta na kurushia mkono wake begani kwangu. Tulipoingia ndani nilishangaa kukuta nyumba imepambwa na marafiki zangu wengine kama Jordan na Casey walikuwepo ndani wakinisubiri. Macho yangu yalizidi kujaa machozi. Asa Michael alisema ya kwamba wote tunajua namna gani wakati huu ulivyo mgumu kwako, lakini tunataka ujue kuwa kuna familia ambayo iko tayari kukushika mkono dada. Michael alisema hivyo pembeni yangu. Basi Pendo mdogo wangu naye alisema kwamba kukushika mkono wakati wote kwa sababu tunakupenda. Alisema hivyo sasa akija kunikumbatia. Kwa hiyo maisha yangu yote mimi sijawahi kuhisi kupendwa hivi msikilizaji. Mama alikuwa pembeni huku sasa akinitazama kwa macho yaliyojaa machozi. Nilikunjua mikono yangu na akaja kutukumbatia wote huku tukilia. Msikilizaji, hiki ndicho kitu nilichokiomba na kukitamani maisha yangu yote. Mama yangu alisema ya kwamba kamwe hautamlea mwanao mwenyewe, kamwe. Mama alisema hivyo na kunifanya sasa nianze kulia kama mtoto. Mama alisema ya kwamba mwanao atapata bibi. Anao wajomba wengi na mama wakubwa na wadogo wengi tu. Ana familia kubwa. Basi mama alisema hivyo huku sasa akinifuta machozi ambayo hayakuwa na mpango wa kuacha kutoka. Sasa mamake Kian alisema ya kwamba na bibi mimi nitakuwepo. Alisema hivyo mamake Kian huku sasa akija kunikumbatia. Na sikumwona of course alipokuwa anaingia. Nilijisikia vibaya kuwa sikumpa hizi taarifa kuanzia mapema. Mrs. Mapesa alisema ya kwamba usianze kuwaza chochote wala hata usijali mwanangu. Mimi nina furaha sana juu ya hili. Na mimi nitapata Liam mwingine kupitia wewe. Kwako mimi nitapata nafasi ya kumtazama mjukuu wangu akikua. Kwa hiyo wote tunajua siwezi kupata hicho kwa D, lakini kwako.
Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa hii zawadi, kwa zawadi ya wewe kwenye maisha ya Kiani. Basi Mrs. Mapesa alisema hivyo, naona hawa watu hawataki kabisa niache kulia. Huu ni upendo wa ajabu. Kwa bahati nzuri Kesi alikuja kuniokoa kwa kunitoa kwenye mikono ya hawa mama wawili. Kesi akasema kwamba jamani, huyu ni mama mjamzito Kwanza ameingia hapa mnamliza tu jamani. Mkishamkausha maji mnategemea nini kitatokea? Kesi alisema na kufanya watu wacheke. Alinipeleka hadi kwenye sofa na kunikalisha huku mpenzi wake Jordan akinipatia juice. Sasa Kesi akasema kwamba kunywa kwanza hiyo, urudishe nguvu na maji alafu tuanze episode 2 ya machozi. Kesi alisema sasa akikaa pembeni yangu. Nilicheka tu na kutikisa kichwa na kuanza kunywa ile juice taratibu. Nilikuwa nimechoka sana. Safari ya masaa karibia 13 bila kupumzika. Lakini siwezi kulalamika hilo wakati nimezungukwa na upendo wa ajabu sana. So nilitulia na kuwatazama marafiki zangu na familia wakipiga story na kucheka. Devi alikuwa akimsumbua sana Mrs. Mapesa kwa kuhesabu mvi zake ambazo wote tunajua ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu karibia kichwa chake chote ni cheupe. Na Mrs. Mapesa alikuwa akihangaika kumfukuza Devi kama vile ni mtu anayehangaika kumfukuza nzi anayemgasigasi. Upande wa pili, mama alikuwa anaongea na Cindy huku akimwangalia tumbo lake na Cindy akizunguka na mama akimuitikia tu kwa kutingisha kichwa. Bila shaka Cindy atakuwa anamuuliza mama kama tumbo lake ni kubwa sana. Jordan na Michael walikuwa akiongea ya kwao. Yaani mimi sina wasiwasi kabisa. Nahisi itakuwa anazungumzia masuala ya mpira. Na Pendo alikuwa anamuonyesha Zai kitu kwenye simu huku wakicheka tu. Na Kesi alikuwa amekaa pembeni yangu kusasa akipekua simu yake na kuema kama farasi aliyetoka kwenye mbio. Bila shaka sio rahisi sana kwa yeye kuhangaika ukizingatia amebakiza wiki 2 tu 3 kujifungua, lakini kila upande na uangalia umejaa furaha msikilizaji. Na kwa mara ya kwanza sina mashaka juu ya kupendwa. Nina uhakika nina watu wa kunishika na kuniinua wakati wowote nitakapojikwaa na kuanguka. Huu ni ukurasa mwingine msikilizaji. Ukurasa mzuri sana, mpya. Na nipo tayari kupiga hii hatua mpya maisha yangu. So baada ya muda mama aliamua sasa, alisema kwamba jamani ni muda wa kula, hivyo tukaanza zoezi la kupakua na kula huku sasa tukipiga story nyingi na kucheka. Baada ya kula wanaume ndo waliosha vile vyombo. Yaani hatukutaka kumwachia Zai na Pendo, wala hatuwezi kuwaruhusu wazee kuosha vyombo na sisi wengine ni wajawazito. Sio kwamba hata tumbo langu linanizuia kufanya hivyo, no. Alafu kizingatia sasa alipo kabisa, lakini bado mimi ni mjamzito. Kwa hiyo tukaishia tu kukubali wanaume waoshe vyombo. Sisi tulitulia sebuleni sasa tukisikiliza mabishano yanayoendelea jikoni baina ya Devi na Jordan. Sasa Devi alisema ya kwamba nimekuambia kuanzia mwanzo mwanangu, sahani haishiku hivyo. Devi alisema. Jordan akasema kwamba bwana kama unajua sana njoo hapa basi oshe. Jordan alisema. Sasa Devi akasema kwamba kwani mimi ndo nilikutuma usimame hapo kuanzia mwanzo Kila mtu anavuna alichopanda bwana, lakini hiyo hainizuii mimi kuongea. Ukiendelea hivi utavunja vyombo au tu nikusemee kwa mama Mara ili aje kuokoa vyombo vyake. Devi akawa analalamika. Sasa sisi kusebuleni tulikuwa tunacheka tu. Nilimuuliza Cindy ya kwamba hivi unaishije na mume wako mbishi hivyo? Nimuuliza Cindy ambaye alikuwa anakauka mbavu. Cindy akasema kwamba yani hata sio mbishi kwangu. Mimi nikiongea mara moja tu anasikia. Labda ni mbishi kwa wengine, ila mimi kwangu wala hata sio mbishi. Cindy alisema kwa kujiamini sana. Kesi akasema kwamba wapi. Kwa hicho kichwa siamini. Kesi alisema sasa akipapasa tumbo lake. Cindy akasema kwamba ngoja nikuoneshe. Cindy alisema sasa kitabasamu kisha akaanza kuongea kwa sauti kidogo akasema baby. Cindy aliita. Devi akaitika naam. Aliita sasa akitokea pale sebuleni. Cindy akasema kwamba please acha basi kubishana Jordan. Mke wake analalamika hapa pembeni yangu. Nafu mimi nimechoka kelele zake. Cindy alisema sasa kitabasamu, lakini Kesi alibaki tu akishangaa bila kuelewa. Akasema no problem baby. Devi alisema na kuelekea jikoni kisha tukamsikia akimwambia Jordan ana bahati Cindy amemtetea. Kisha baada ya pale kukawa kimya. So Cindy alikuwa amejitabasamu wakati wote huo. Baada ya muda kidogo nilianza kusinzia, pamoja na kuwa nilikuwa ninafurahia kila kilichokuwa kinaendelea, lakini uchovu ulinilemea. Niliruhusiwa kwenda kupumzika, hivyo nilienda chumbani moja kwa moja. Baada ya kuoga nilijitupa kitandani na kupata usingizi wa haraka sana. Nilipoamka ilikuwa ni muda wa saa 2 asubuhi. Nilishtuka kidogo, afu kuzingatia sasa nilala kwenye muda wa saa 9 jioni hivi jana yake. So nilipotoka chumbani baada ya kuoga hakukuwa na mtu yote zaidi ya Zai aliyekuwa anaangalia TV.
Tulisalimiana tu kisha nikaelekea jikoni kutafuta chai. Nilikuwa nina njaa sana ambayo haielezeki msikilizaji. Kichwani nilianza kuwaza vitu vya kufanya. Kwanza niende ofisini kuonana na Michelle. Sidhani kama nitaanza kuimba, lakini kuna kazi nyingine nyingi tu ambazo naweza kufanya. Nimeamua kipindi hiki nikiwekeza sana kwenye afya yangu na mwanangu. Hadi mwanangu atakapozaliwa ndipo nitakaporudi rasmi jukwani. So baada ya chai nilioga na kuvaa. Leo nilivaa gauni jeusi fupi tu na chini nilivaa raba, kisha nikafunga vile begi vya hapa kiunoni. Nadhani unaifahamu miwani yangu ajua nini. Nikatoka tayari kwa ajili ya kuonana na Michelle. Michelle alifurahi sana kuniona, huku sasa akinisifia kwa jinsi nilivong'aa na kupendeza. Tuseme tu hii mimba bwana imenipenda. So Michelle alisema ya kwamba unaendeleaje mdogo wangu? Nimefurahi sana umetoka ndani hatimaye. Nidhani ukirudi kutoka Uingereza ndo utakuwa chini zaidi, lakini nafurahi kuona umepata nguvu mpya. Michelle alisema kwa furaha. Nilimwambia kwa furaha kwamba asante sana dada Michelle. Sio rahisi, lakini nikipata siku kama hizi ambazo ninaamka nikiwa na nguvu hivi basi ninafurahi sana. Michelle akasema, karibu sana. Hebu niambie mipango yako imekaaje, tujue tunaendaje kuanzia hapa, kwa sababu tangu ile video yako ya studio watu wamebaki sana na shauku kubwa kusikia kutoka kwako. Kwa hiyo niambie wewe umepanga vipi, lini utakuwa tayari? Nilimwambia kwamba sina haraka kwa kweli, na nadhani twende tu hatua kwa hatua Michelle. Tuanze kwa mimi kurudi mtandaoni. Sitaposti wala kujibu chochote. Nataka tu watu waendelee kujua management yangu inasimamia akaunti zangu kama wanavyojua tangu msiba utokee. Lakini nadhani nataka tu nione dunia inaendaje. Nione vile watu wanasema na mambo kama hayo. Basi nimweleze hivyo Michelle. Michelle alisema ya kwamba ni sawa kabisa. Tunaweza kufanya hilo kwa sababu sikubadili neno la siri lako, kwa hiyo unaweza kuingia tu. Siku utakapotaka nikuachie mwenyewe basi utaniambia tu. Michelle alisema kwa furaha. Alionekana kufurahia kila hatua iliyopiga, hata iwe ndogo kiasi gani. Basi nami nisema ya kwamba kuhusu kurudi jukwani nadhani nitasubiri hadi nijifungue. Michelle akasema ujifungue? Unamaanisha ni subiri kwanza, hebu naomba nieleweshe. Michelle alipata gumizi huku sasa akikazana kuangalia tumbo langu. Nilimwambia kwamba nina ujauzito unaelekea miezi 5 sasa. Tumbo ndo linaanza, kwa hiyo nimempata juani wangu. Nilisema kwa sasa mikono yangu ikishika tumbo langu. Michelle alinuka na kuja kunikumbatia kwa furaha huku sasa akinipatia hongera nyingi. Akasema kwamba ndo maana nakuona umependeza ise. Kumbe ni baraka kubwa hivi. Mungu ni mwema jamani. Michelle alisema huku sasa akiniachia na kunitazama kwa tabasamu kubwa. Ilichukua muda kurudi kwenye utulivu tuliokuwa mwanzo na kuendelea kuongea. Basi Michelle akauliza kwamba kwa hiyo unasema hadi utakapojifungua ndio utarudi jukwani? Nikasema ndio, sio tu nikitoka hospitali, tasubiri kidogo mwanangu afikishe miezi kadhaa kisha nitaweza kurudi jukwani. Basi Michelle alicheka kidogo akasema kwamba hakuna mtu atakayeruhusu mzazi kupanda jukwani. Kwa hiyo katika kipindi hiki unataka kufanya nini labda? Maana kuna deals za matangazo zimetokea na ubalozi umetokea hapa katikati. Kwa hiyo utafanya kazi kama hizo au hizi nazo utasubiri? Michelle aliniuliza kwa sasa akichukua kitabu chake na kuanza kuandika vitu tulivyokuwa tunaongea. Basi nami nilimweleza kwamba hata hivyo vyote vinanihitaji niwe machoni mwa watu, kwa hiyo siko tayari kwa hilo, kwa hiyo hizo deal itabidi zipite tu. Michelle akasema hakuna shida. Basi kwa nini usishughulikie kurekodi album nyingine ili wakati utakapotaka kurudi jukwani uwe na kitu cha kwanza nacho? Nikasema sidhani kama naweza kutulia na kuandika wimbo Michelle. Michelle akasema mimi sijasema kuhusu kuandika. Kipindi huko na Kian uliandika nyimbo nyingi sana ambazo hazikuingia kwenye albamu yako ya Tears of Pain. Nadhani ni wakati wewe sasa kuzirejea na kuangalia kama kuna nyimbo ambazo unaona zinafaa kutoka na ukashughulikia hilo na Kesi. Nikamwambia hilo naweza kufanya, lakini Kesi yuko mapumziko hadi atakapojifungua. Asa nilimwambia hivyo na kumfanya acheke. Michelle akasema naona wote wameamua kuwa na watoto ndani ya mwaka mmoja. Michelle alitania, tulicheka tu na kutaniana, lakini tukakubaliana hilo. So nilimshukuru sana na kuondoka sasa nikiwaza kupita dukani kwa mama kumsalimia. Lakini kabla hata sijafika mbali simu yangu iliita. Nilifurahi nilipoona Kesi ananipigia, lakini nilipopokea alikuwa analia. Nikasema Kesi, nini shida? Kesi akasema Mara, unaweza kuja nyumbani kama una nafasi? Nikasema ndio naweza kabisa. Nipe dakika kadhaa kwa sababu niko njiani
niko huku mjini, kwa hiyo mpaka nije nishike njia ya Goba itanichukua muda kidogo. Kesi akasema mimi sipo Goba, nipo Kinondoni huko kwa Jordan. Nikasema huko lakini sipajui. Lakini subiri kidogo, nikaribia Kinondoni nitakupigia unaelekeze. Nilimwambia hivyo. Sasa baada ya kukata simu nikaanza zoezi la kuelekea huko. Haikuchukua muda, gari langu liliingia getini kwao. Nilishuka kwa sasa nikitabasamu baada ya kumuona Kesi yuko kibarazani akinisubiri. Nilifika na kumkumbatia. Hakuwa akilia tena, lakini macho yake yalionyesha kabisa kuwa alikuwa analia. Nilimuuliza ya kwamba niambie nini shida mpenzi? Hapo nilimuuliza baada ya kukaribishwa ndani. Kesi akasema kwamba ngoja kwanza nikupatie kinywaji. Vipi, juice, maji au soda? Nikasema nipatie tu juice tafadhali, nimeshaambiwa na mama nipunguze soda. Basi nilisema hivyo. Kesi alitikia tu na kupotelea jikoni, kisha akarudi na glasi 2 za juice. Nilipitisha macho yangu na kutabasamu baada ya kuona picha ukutani. Ilikuwa ni picha yao, ni picha inayoonyesha namna gani wamejaa upendo. Sasa baada ya kuona Kesi ametulia, nimuuliza kwamba shida nini? Kesi akasema siko kwenye mudi nzuri leo. Leo ni siku nzuri sana kwangu. Niliwapoteza wazazi wangu siku kama leo. Na mwaka huu hii siku imekuwa ngumu sana. Nadhani ni kwa sababu tu ya mwanangu. Nimeamka tu na hasira, sijataka hata Jordan aniguse. Kila alichofanya leo nimemfokea tu hadi amechoka mwenyewe akaamua aondoke. Najisikia vibaya, sijui hata cha kufanya. Mara nyingi huwa napiga muziki tu, lakini kwa hili tumbo langu nawezaje sasa kufanya hivyo? Nashindwa hata kupata pozi la kukaa ni shida. Hata kupiga tu kinanda inakuwa ni changamoto. Kesi alisema kwa sasa akifuta machozi. Nilimkumbatia kidogo na kumruhusu alie. Nilielewa kabisa alichokitaka, hivyo sikutaka kupoteza muda. Nikamuuliza kwamba unataka tupige nini leo, gitaa ama kinanda? Kesi alichata tabasamu kubwa huku akifuta machozi akasema kwamba kinanda. Sina hata ni gitaa kwenye hii nyumba. Nina kinanda tu na bass bass. Nikasema okay, kinanda sawa. Kiko wapi? Nikisogeza hapa. Afu kwanza umeshakula au tunaagiza msosi? Nilimuuliza. Kesi akasema kwamba sina hata ya kula. Nikasema kwa hiyo tunaagiza msosi ama okay, anyway nimekuelewa kabisa. Tufurahie muziki kidogo alafu tutaagiza chakula kabla ya kuendelea, si ndio? Nilimwambia hivyo Kesi. Kesi alicheka tu na kuitikia kwa kichwa. Mimi nilienda kuchukua kinanda aliponielekeza na kukiunganisha na umeme. Baada ya kuweka mitambo yote vizuri, nilikaa tayari kwa kuanza show. Nilisema kwamba kwa hiyo tunafanya hivi, mimi ndio msanii alafu wewe ndio shabiki, sawa? Nilisema kwa sasa nikikaa kwenye story iliyojiwekea mbele ya meza iliyokuwa na kinanda. Kesi alikuwa anacheka tu, machozi ameshasahau kabisa. Nilimuuliza kwamba haya, leo tuimbe nini au tumuimbe nani? Kesi akajibu ya kwamba tumuimbe Bushoke. Basi alijibu haraka hivyo. Nilicheka kwa sasa nikianza kupiga wimbo nao ujua na kupenda. Nikamwambia kwamba okay, kwa hiyo nataka old school, si ndio? Nilisema kwa sasa nikianza show yangu ya kumwimbia. So niliwimba ule wimbo wa Bushoke, nadhani wengi mnaofahamu aliwimbaga ya kwamba deka na vodeka kama mtoto, nitakubembeleza mini wako. So tuliendelea kuimba huku Kesi akiharibu wimbo ambao nilijitahidi kuupiga vizuri. Hapa sasa ndo naelewa kwa nini aliamua kuwa producer na sio mwimbaji. Tuliimba nyimbo baada ya nyimbo na kila wakati tabasamu na kicheko hakikuondoka usoni mwa rafiki yangu, hasa alipokosea kuimba na kuhama ilikuwa ni kutabasamu tu. So tulikuwa ni kama watoto na wakati ule hatukujali chochote. So baada ya muda tuliagiza chakula, kilipokuja tulichukua mapumziko ya kula. Kwa sasa tukipanga kuhamia kwenye old school za uzunguni awamu hii. Tuliporudi tena kuimba, Kesi alikuwa vizuri zaidi. Nadhani mazoezi na chakula vimesaidia. Ilikuwa ni wimbo baada ya wimbo hadi tulipochoka. So nilienda kukaa pembeni yake kwa sasa nikihema. Kwanza wote tulikuwa tunahema. Kesi akilalamika akasema kwamba sauti yangu yote imeisha. Nikamwambia kwamba nafurahi kuona unajisikia vizuri. Umpigie Jordan umuombe msamaha sasa, sawa? Na hakika sana anajitahidi kwa ajili yako. Na hii ni bahati tu ya pekee, sio kama mimi ambaye sina hata huyo mwanaume wa kumkasirikia, kwa hiyo pigie. Kesi alisema Mara nisamee, sikulifikiria ili mapema, naomba unisamee. Nikamwambia hamna shida mpenzi, mimi sina shida kabisa. Nakwambia tu ili ukumbuke bahati ulionayo. Nachojua ni kuwa ningetoa kila kitu ili Kiani aweze kuwepo kwenye maisha ya mwanae, lakini hilo haliwezekani. Kwa hiyo jitahidi sana, msipoteze muda wenu kugombana, sawa? Mungu ndo anajua namna gani ninajutia muda wote niliotumia kumkasirikia Kiani badala ya kutengeneza kumbukumbu nzuri naye.
Basi Kesi alichukua mkono wangu na kubonyeza kidogo, akasema sitarudia tena. Nitajitahidi kufurahia hii nafasi nilionayo kwa wakati huu. Kesi alivyoniambia hivyo nikasema kwamba okay, hata hivyo ufanye haraka basi. Maana nataka nianze kuingia studio na unajua mimi siwezi kufanya kazi na wale wasaidizi wako. Kwa hiyo wananifanyaga kama niongee sana. Kesi alinicheka kidogo akasema, "Yaani una kichwa kigumu tu. Kwa nini usijaribu? Mimi unajua nakwambia kwamba Maki uko vizuri sana. Alafu ni muelewa sana. Kwa nini usijaribu? Maki uko poa." Nikasema sijui, lakini kama unasema hivyo basi nitamjaribu huyo Maki, lakini wakinishinda utanikuta na kusubiri na daftari lililojaa nyimbo. Basi nimueleze hivyo. Aliendelea kunitania kidogo, lakini muda huo simu yake iliita. Jordan ndo alikuwa amempigia akimjulia hali na kutaka kujua kama amekula. Nijiweka bize kwa kwenda jikoni kusuuza vyombo tulivyotumia ili nimpe nafasi ya kuzungumza na bebi wake kwa uhuru. Niliporudi sebuleni alinitazama kwa tabasamu na kuniambia kwamba asante. Basi tuliendelea kupiga story kidogo hadi Jordan alipokuja. Aliponiona aliacha tabasamu kubwa na kuja kunikumbatia huku sasa akinishukuru. Kisha akaenda kwa Kesi na kumbusu hadi akawa hawezi kupumua. Nilikuwa mimi najipatia show bure tu na nikaona kama naingilia mahusiano yao hivi. Alipomwachia Kesi alikuwa ni kama amelewa hivi na mimi sikupoteza muda. Sasa unajua kufukuzaya hakuambii toka. Mimi sikutaka kusubiri hadi waanze kuvuana nguo eti ndio nianze kutoka. No, kwa hiyo nilichukua mkoba wangu na kuaga huku sasa nikitoka mbio hata kabla hawajaitikia. So niliingia kwenye gari langu huku sasa nikihema. Yaani mwili wangu wote ulikuwa ni wa moto. Niko katika hicho kipindi cha ujauzito na hakuna ninachoweza kufanya zaidi ya kuoga na kulala. Baada ya kutulia kidogo, niliwasha gari na kuelekea nyumbani ili kuweza kuoga maji baridi kama ninavyohitaji wakati huo. So siku 5 baada ya ile siku, Kesi alijifungua mtoto wa kiume. Alijifungua kwa njia ya kawaida tu, kwa hiyo aliruhusiwa haraka tu. Yaani siku 2 baada ya kujifungua aliruhusiwa kurudi nyumbani. Nakumbuka mama alivyoniswaga asubuhi na mapema ili tuende kumuona Kesi. Kweli alikuwa ni rafiki yangu, lakini usingizi wangu bado haujaisha bwana. Tungeweza kwenda baadaye mchana tu, afu kizingatia anatunzwa na wakwe zake. Lakini mama hakuelewa hilo. Alisema mzazi anatembelewa mapema ili upate baraka ya kufua nguo za mtoto. Msikilizaji, mimi sijawahi kuona kutumikishana kama baraka, lakini mama anaonekana kuamini hivyo kwamba uwai mapema kazifue nguo za mtoto unapata mibaraka. Kwa hiyo wakati huu tulikuwa ndani ya gari huku sasa tukielekea nyumbani kwa Kesi na Jordan. Basi mama alisema kwamba usiendeshe haraka sana bwana, alafu tunahitaji kumpitia Margaret twende naye. Nikasema mama Samuel yote unataka ni tukamchukue mama wa watu jamani. Mrs. Mapeso watu ni mzee eti. Hapa yenyewe tu hatuna hakika kama hata mzazi atakuwa ameamka. Nilalamika, mama akasema kwamba wewe hebu endesha gari bwana, acha kuongea. Tunaenda kumuona mtoto mapema ili kama kuna kazi tusaidie. Basi mama alirudia maneno yake tena. Niliamua kubaki kimya kwa sababu nimechoka bana. Basi nilikata kona na kuingia mtaa wa kina Kiani ambapo tulimkuta Mrs. Mapesa akitusubiri. Baada ya salamu na kushindilia zawadi kwenye buti, tulianza safari ya kwenda kumuona Kesi. Tulipofika nilishangaa mlango kufunguliwa na Jordan ambaye alikuwa kifua wazi akiwa amembeba mtoto. Basi aliwasalimia pale, akasema karibuni sana jamani. Mama shikamoo, mama shikamoo. Aliwasalimia pale wamama wote wawili huku sasa akitupisha tuingie. Wamama waliitikia tu kwa furaha huku sasa wakiingia ndani. Jordan akasema kwamba Mara, nimefurahi kukuona ise. Jordan alisema huku sasa akinipa mkono. Nikasema kwamba nimefurahi pia na hongera sana. Na samahani tumewavamia subuhi yote hii. Hao wazee hawajataka hata kunisikiliza kabisa. Nilimwambia Jordan huku sasa tukiingia ndani. Jordan akasema kwamba usiwaze kabisa. Ni bora hata mumshike mtoto na mimi nipumzike. Jordan alisema. Nilimtazama vizuri na kweli uso wake ulionyesha jinsi gani amechoka. Sasa nikasema usiwaze, hawa mama wawili wamekuja kwa ajili ya hilo siku ya leo. Kwa hiyo vipi, Kesi bado amelala? Jordan akanjibu hapana, yuko jikoni. Nikasema sawa basi ngoja niende huko. Mimi nakuacha na mama zako. Nilimwambia na kuelekea jikoni sasa nikisikia wale wa mama wakianza kumuuliza maswali. Nilipofika jikoni nishangaa kumkuta Kesi akipika mwenyewe. Alikuwa akimenya ndizi sasa pembeni nyama ikichemka. Japokuwa alikuwa amekaa lakini uso wake wote ulionyesha namna gani amechoka. Basi nimuita kwa uchangamfu nikasema mzazi. Aliponiona aliacha tabasamu kubwa akasema Mara, nimefurahi sana kukuona. Alisema kwa akiendelea kumenya ndizi. Nikamwambia kwamba hongera mpenzi. Afu mbona unapika mwenyewe? Mama mko yuko wapi? Si ulisema alikuja juzi?
Kesi akasema, ya ndio walikuja kutuona hospitali lakini hawatakuwa wakinitunza. Hawafurahii kuwa mimi nimempita mtoto wao miaka 2. Kwa hiyo pamoja na kuwa wanampenda mjukuu wao, hawawezi kutoa muda wao kuja kukaa na mimi. Kesi alisema kwa huzuni sana. Sasa nilimvuta na kumkumbatia, sasa nikitamani ningejua cha kumwambia ili sasa asijisikie vibaya. Nikamuuliza kwamba hawa wazazi wana shida kichwani ama, na Jordan amesemaje? Kesi akasema Jordan aligombana nao sana, akawaambia kama hawako tayari kunisaidia basi wasikanyage nyumbani kwake. Nijaribu kumbembeza lakini hana mpango wa kubadili maamuzi yake, kwa hiyo tunapambana wenyewe. Kesi aliniambia hivyo, nikasema ya kwamba na kwa nini sasa hujatuambia? Tupo wengi hivi tunaweza kuwasaidia ili mpate nafasi ya kupumzika. Kwa nini ujichoshe hivi Kesi? Nimuuliza Kesi huku sasa nikichukia kidogo. Kesi akasema kwamba Mara, ndio tumerudi jana tu. Basi alivyosema hivyo niliona hata nikiendelea kulalamika itasaidia. Nilimwambia kwamba haya, hebu naomba nipishe hapo sasa. Nawa mikono ukaoge pumzike. Bila shaka wakina mama wanaweza kumshika mtoto. Haya masaa machache nadhani yatawatosha wao kumbeba. Labda wewe utaamka tu kumnyonyesha. Kisa akasema kwa wakati huu anatumia maziwa ya kopo kwa sababu sina maziwa. Aliniambia sasa akiinuka bila ubishi. Nikamwambia kwamba vizuri kabisa, basi toeni vitu vyake vya muhimu, oga vizuri, upumzike kidogo, mtoro unaiva chapchap hapo, unakunywa, unashiba, alafu unalala hadi mchana. Umesikia ukiamka afu unakula, unamkumbatia mwanao kidogo, unarudi tena kulala. Umesikia tuko watu watatu hapa, kwa hiyo hatuwezi kushindwa na kamtu kadogo hivyo. Nilimwambia hivyo Kesi ambaye macho yake yalianza kuja machozi lakini hakulia. Alinishukuru tu na kutoka jikoni akielekea sebuleni. Mimi nijiweka busy na swala la kupika. Dakika 40 baadaye chai ilikuwa tayari na mtori ulikuwa tayari. Nilitenga kila kitu mezani huku Jordan akija kunisaidia. Basi Jordan anasema kwamba Mara sijui hata nikushukuru vipi. Nikasema hakuna haja ya kunishukuru bwana, nyewe wote ni marafiki zangu na ninajua hata nyie mngefanya hivi kwa ajili yangu, japo ningefurahi zaidi kama mngesema kuanzia jana. Basi nilimwambia sasa nikipangusa jiko na kuanza kusuuza vyombo nilivyotumia kupikia. Basi Jordan akasema kwamba anaelewa lakini sio rahisi kuomba msaada. Sio rahisi kukubali kuwa wazazi wangu wanamfanyia hivi mwanamke ninayempenda na niliyemchagua kwa maisha yangu. Nilimwambia Jordan ya kwamba natamani ningekuambia naelewa lakini sijui hayo maumivu. Mimi ninachofurahi tu ni kuwa umechagua upande wa Kesi ambaye kwa sasa ndio familia yako. Wazazi huwa wanajirudi tu wenyewe, kwa hiyo hilo lisiwasumbue. Lakini kwa sasa acha tu tuchukue shift ya mchana ili mpumzike, alafu nyie mtachukua shift ya usiku. Mtaamka kula tu. Basi nimwambia hivyo Jordan alitikia tu kwa kichwa na kuchukua vikombe kuvipeleka mezani. Lisali moja baadaye Jordan na Kesi walishaenda kulala. Mimi nilikuwa jikoni nikiangalia kitu cha kupika kwa ajili ya mchana. Basi mama aliuliza sasa kiingia jikoni ya kwamba wewe unatupikia nini leo? Nikasema kwamba ndo naangalia hapa sijui hata cha kupika, sijui Kesi anaruhusiwa kula nini na kipi haruhusiwi. Mama akasema labda tupike tu ndizi na wali. Vyakula vya mchuzi ni vizuri zaidi kwake. Mama alisema hivyo, basi alinisaidia kidogo pale jikoni hadi mtoto alipoamka na kulia, nikabaki mwenyewe tena. Asa mchana Kesi pekee ndo aliamka kula. Jordan alikataa kabisa kuamka. Yaani utadhani yeye ndo alikuwa ni msukuma mtoto siku kadhaa zilizopita. Hadi ilipofika jioni muda wa kuondoka, tulihakikisha wana chakula kwa ajili ya jioni na tulikubaliana kuongea na Zai kama akikubali basi aje kuwasaidia kidogo hii miezi ya mwanzo, sababu hawakutaka kuleta mtu mpya kabisa nyumbani kwao. Unajua tena ukiwa katika situation hii lazima uwe na mtu ambaye mnafahamiana vizuri. Lakini Zai tulimwamini na tulimjua. Jordan alitushukuru sana tena zaidi tulipokumbuka kushusha zawadi kabla hatujaondoka. Hasa kesho yake dereva alimpeleka Zai nyumbani kwa Kesi. Hii siku niliamka na uchovu mkubwa sana. Nadhani ni ile tu kuhangaika sana siku ya jana, lakini nilidhamiria kwenda kumuona Kesi hata kama ni mchana kwa sababu tukubaliana na Cindy kwenda wote kumuona. So mpaka nafika mchana nilikuwa mwenyewe nyumbani. Niliwasiliana na Cindy ambaye alikuwa ameshaanza safari, hivyo tukakubaliana nitamkuta huko. So baada ya kujiandaa nilitoka na kuingia kwenye gari langu la kila siku. Niliwaza kidogo kubadili gari lakini nikaamua tu kuondoka na hilo. Njiani nilikutana na foleni, hivyo nikaamua kupita njia za panya. Wanasema siku ya kufa nyani miti yote teleza. Bwana tairi langu bwana lilipata pancha kwenye mtamba hauna hata watu. Afu kujumlisha sasa na ile joto, nilihisi kama naweza kuzimia. Nilikuwa nimejaa sana kwa hasira. Yaani bora hata ningebadili gari. Sasa mambo ya kwanza kusumbuana na mafundi.
sijui kumuita dereva niletee gari jingine, bado nilikuwa nimechelewa. Yaani hakuna nilichokwepa. Nisimama huko sasa nikiangalia gari langu kwa hasira sana. Kwa nini sikuona hili kuanzia nyumbani? Nikisa katika kujilalamikia pale, nilimpigia dereva wa nyumbani ambaye aliniambia ametoka kumpeleka mama Kikoba, ambapo ni upande wa pili kabisa wa mji. Na mara nyingi huwa anamsubiri pale pale kwa sababu Kikoba chao ni lisali moja tu. Kwa hiyo nijaribu kumpigia Devi lakini hakupokea. Sasa nikiwa katika kumpigia Devi tena, alipita mwanaume anaonekana rika langu tu. Alinisalimia pale. Nilipomuitikia ndipo alinitambua na kusogea karibu. Basi kimatani akasema kwamba mbona umesimama hapa muda kama huu vipi? Yaani superstar kama wewe. Kwa nini umesimama hapa? Nijikuta tu nikicheka kwa jinsi alivyoiweka sentence. Nikasema gari yangu imepata pancha, dereva yuko Gamboni na hata rafiki yangu Devi apokee simu, yani sijui hata nifanyeje. Nilimwambia hivyo, alisogea na kuangalia ile tairi akasema kwamba vipi unavifaa na tairi? Nikasema hata sijui, dereva ndo huwa anakagua gari na kuhakikisha vitu, na niliwaza kubadilisha gari, sema tu kichwa changu kigumu tu. Basi yule kaka akasema basi hakuna haja kujilaumu tena, kitu kikiwa kimeshatokea kimetokea. Fungua buti tuangalie, tujue ulicho nacho na usicho nacho, kisha tutajua cha kufanya. So baada ya kuniambia hivyo, akaniambia kwamba alafu huyo dereva wako umuongezee mshahara ise. Gari kama la mwanaume. Kila kifaa unacho mama. Kwa hiyo hebu nipatie dakika chache, gari lako litakuwa tayari. Alisema kusasa akitoa tairi na vile vifaa, aliweka jeki na kuanza kupandisha gari. Alikuwa amevaa na kupendeza. Nijisikia vibaya kumtumikisha barabarani. Macho yangu yalitua kwenye misuli yake ya mikono ambayo ulikuwa ni kivimba kila alipozungusha ile jeki. Mwili wangu uliitika na kunifanya zidi kuchukia kila kitu kuhusu hii siku. Natamani hiki kipindi kiishe haraka sana. Kweli haikuchukua muda, alikuwa anamalizia kufunga tairi jipya kisha akarudishia vitu vyote kwenye buti. Akaniambia kwamba sasa Gordon, usisahau kumwambia dereva wako abadilishe hilo tairi kwenye buti. Nikasema asante sana, hata sijui unaitwa nani. Aliacha tabasamu kubwa huku sasa akipangusa mkono wake na akaniambia kwamba naitwa Timothy. Nimefurahi sana umepata pancha, nikapata nafasi ya kukuona, kuzungumza na wewe na kugusa mkono wako. Alisema hivyo na kunifanya mimi nicheke. Kwanza nilimjibu kwamba na mimi nimefurahi kupata pancha, nimeweza kukuona, kukutesa na kukutumikisha hapa barabarani, kwa hiyo nisamehe sana. Akasema mimi ningekuomba namba yako kama ningekuwa na uhakika hautakataa, lakini najua hilo haliwezekani. Wewe sio level zangu bwana, kwa hiyo kupata tu hii nafasi nimefurahi. Basi aliniambia hivyo. Mimi nilibaki tu huku sasa nikitabasamu na kuona aibu. Nilifungua pochi yangu na kutoa kibunda ambacho hata sikuhesabu nikampatia. Basi Timu alisema hapana, mimi sijafanya kwa ajili ya malipo, nimedhamiria tu kukusaidia tu. Nilimwambia jamani, sasa unanifanya nijisikie vibaya, mimi nitakuwa nimetumia muda wako bure. Timu alicheka akasema kwamba kwangu mimi muda unalipwa na muda. Lakini kama nilivyosema, najua hilo haliwezi kutokea. Najua siwezi kusema na kulika chakula au kinywaji, kwa hiyo tufanye tu hatudaiani. Kwa hiyo nimefurahi kukuona Gordon. Aliniambia kwa uchangamfu. Basi nilimjibu kwamba asante Timo, nimefurahi sana kukuona pia. Alisema okay, ingia kwenye gari uende, mimi ni mwanaume, lazima mwanamke aondoke kwanza. Sasa msikilizaji, najua umesikia jina la Timo Ndio huyo unayemjua. Ni ule Timo tuliyemwonaga kule kwa email. Japo hizi ni story mbili tofauti, lakini ni mhusika pekee ambaye tumeweza kumuona huku na huko. Kwa hiyo huyu ni ule Timo ambaye tulimuona kwa Emil. Nakumbuka Timo alibaki kwenye msimamo kwamba yeye na Emil wabaki marafiki tu. Kwa maisha yake pia tumekuja kumuona huku. Okay? Yes. Kwa wale wengine ambao mnafikiria, mlikuwa mnajiuliza pale mwanzoni, nadhani mwanza kupata jibu sasa Tusonge mbele. So mimi nilicheka tu na kuingia kwenye gari huku nikimpungia mkono, kisha nikawasha gari na kwenda safari yangu. Dakika chache baadaye nilipaki gari langu nyumbani kwa Kesi. Niliposhuka kwenye gari nilimkuta Cindy ameshasimama kibarazani, ameshika kiuno. Cindy akasema kwamba yani tangu umeniambia nitangulie masaa ili ameshapita. Mwanao Felix amekulilia we hadi akaamua kulala tu. Cindy alisema na kunifanya nicheke. Nikamwambia kwamba Felix hata hanijui. Hebu acha kumsingizia bwana, sema tu nilimisi basi mimi nitakuelewa. Nilimwambia sasa nikisogea na kumkumbatia, Cindy akasema kwamba nimekumisi sasa. Mbona wewe unapendeza hivyo wakati mimi nimekuwa nyangumi? Cindy alalamika sasa akigeuka kurudi ndani. Nilicheka kidogo kabla kuongea, nikasema Cindy, una miezi 8 na mimi na miezi 5. Hatuwezi kuwa sawa.
Cindy akasema, afu usinikumbushe kuwa mimi ndo nafuatia bwana. Yani nimechoka sana jamani, natamani hili liishe tu, huyu mtoto azaliwe tu. Lakini kimwangalia Kesi anavyokuwa amechoka masaa yote, natamani abaki huko tu. Japokuwa sio kwamba nina raha. Yani sasa hivi sitamani hata Devi aniguse. Yani kila sehemu mwili wangu yani inauma. Yani I say basi tu yani. Afu sometimes mimi nasikiaga mpaka hasira. Yani naona kama namtesa mume wangu. Cindy alisema kwa huzuni. Nilicheka na ukaa pembeni yake nikasema kwamba mwache tu ateseke. Mtoto ni wake. Wewe mwenyewe unateseka, kwa nini unaona sasa yani ni wajibu wako kumridhisha wakati unapitia shida, Yani msoto unatakiwa uwe kwa hote. Nilimwambia. Cindy alicheka akasema, natamani tu wanaume wote wangekuwa nafikiria kama wewe jamani. Yani unajua David anajitahidi lakini yani kuna muda yani anashindwa kuvumilia na tunagombana. Cindy alisema kwa huzuni huku sasa akipapasa tumbo lake. Wakati huo Kesi aliingia na kujitupa kwenye kochi pembeni. Tulisalimiana kisha nikaendeleza mada. Sasa nilalamika nikasema kwamba kumbe David ni mpuuzi kuliko nilivyodhani. Sasa wewe na tumbo lako lote hilo, Mungu wangu sielewi hata ni utakaje. Cindy, unajua unaharibu ubongo wangu Una sasa ubongo wangu yani una picha ya wewe na David kitandani. Najua haitatoka. Nilalamika sasa nikishika kichwa changu. Cindy alicheka sana pembeni yangu huku akisema kwamba hakunituma niwaze yoyote. Basi nimuuliza Kesi ya kwamba kwa hiyo na wewe Jordan alikusumbua kipindi cha ujauzito ama? Kesi huku sasa akicheka akasema kwamba hapana bwana. Kwanza mimi nilikuwa nalia sana, yani masaa yote ni machozi tu. Sidhani hata kama aliweza kupata hamu akiwa na mimi. Cindy alidakia akasema kwamba kuona mimi nianze kulia wazo zuri sana, nitaanza kulifanyia kazi. Cindy alidakia na kutufanya tucheke. Kesi akasema kwamba mbona umechelewa hivyo? Hadi Felix amelala sasa na imebidi sasa tule bila wewe kwa sababu tulikuwa tuna njaa lakini sasa mwenyewe haufiki. Kesi alisema. Nikaambia kwamba yalionikuta leo ni mengi jamani, ngoja kwanza niende kumsalimia Zai afu nije na chakula afu niwasimulie. Basi nilisema sasa nikiinuka na kwenda jikoni ambapo nilimkuta Zai akiosha vyombo. Aliponiona alifurahi sana na kunikumbatia. Nilimjulia hali na kuhakikisha yuko vizuri kisha nikapakua chakula cha kutosha, nikachukua na glasi ya juice na kwenda kujiweka kwenye stuli karibu na pale nilipokuwa nimekaa. Basi nikauliza kwamba kabla sijakaa juice, maji au soda? Niliuliza, kila mmoja alitoa oda yake, nikaenda kuwaletea ndipo nikakaa na kuanza kula sasa nikiwasimulia yote aliyojiri njiani. Basi Kesi akauliza kwamba kwa hiyo huyo Timo anavutia Kesi aliuliza sasa kiniangalia kwa tabasamu. Nikasema ni wa kawaida tu, mnajua mimi siwezi kuingia kwenye mapenzi sasa hivi. Cindy akasema kwa nani amesema kwa nani amezungumza habari za mapenzi wewe? Cindy aliuliza sasa akicheka. Nikamwambia kwamba najua ndio mnachowaza tu huko akilini kwenu bwana, lakini ndio mjue mapema kabisa mimi siwezi. Basi Cindy akasema tunajua hawezi kumpenda tu mpita njia, lakini najua pia kuna siku isiyo na jina utakutana na mtu mwingine kwa ajili yako mara. Cindy alisema kwa upole. Mimi nilitikisa kichwa tu nikakataa. Kesi akasema kwamba kwa hiyo wewe unadhani nani lini utakuwa tayari kupenda tena au kuwa kwenye mahusiano? Nikasema guys, jamani nimemzika kiani wangu. Hata miezi 6 haijapita mmeshaanza kuniulizia kuhusu mapenzi Na kwa kweli mimi sidhani. Yani kama nitapenda leo au kesho sidhani. Au miaka karibuni au ya mbali sidhani. Yani kwa kifupi siwezi kujiona nikilea familia na mwanaume mwingine. Yani siwezi. Madam ninajua ni wangu basi nadhani maisha yangu yamekamilika. Nilisema sasa nikiweka mkono juu ya tumbo langu na kujitahidi sana kutokulia. Marafiki zangu walikaa kimya kidogo. Kisha Cindy akabadili mada akasema kwamba kwa hiyo naamini hilo gari utalipumzisha sasa, si ndio? Nikasema naenda kumpatia dereva alipeleke service alafu nitatumia jeep yangu tu. Hata hivyo magari ya Kia yanaanza kuingia wiki hii. Nilisema sasa furaha yangu ikirudi, nimejikuta tu nikipenda magari kipindi hiki. Basi Kesi akaniuliza kwamba wao hongera, kwa hiyo unahitaji madereva wangapi wa kuendesha kutoka bandarini hadi nyumbani? Nikasema 7 kwa sababu yako 8. Mimi nikiendesha 1 na baki 7. Kwa hiyo namshukuru Mungu kule nyumbani kwa mama kuna eneo kubwa tu la kupakia magari. Nimesha yawekea kivuli kizuri tu, kwa hiyo pata pambo vizuri na hayo magari. Nilisema kwa furaha sana. Sasa Cindy akauliza kwamba na kwako una mpango wa kwenda lini? Cindy aliuliza kwa upole. Nilitulia kidogo kabla ya kuongea tena nikasema nitaenda tu, sijui ni lini lakini nitaenda tu najua. Basi Cindy akasema kwamba haya tukikaa hapo hapo kwenye mada ya Kiani. Umesikia habari mpya za Chazi? Cindy aliuliza. Nicheka kidogo nikasema sasa mimi na Chazi wapi na wapi jamani?
Niliuliza huku nikicheka. Cindy akasema kwamba Charles amepata mpenzi mpya. Cindy aliendelea kuongea sasa akionekana kufurahia kuwa wa kwanza kuwa na taarifa hiyo kati yetu. Kesi akasema kwamba hongera yake, sidhani kama hiyo inatuhusu. Amepata mwanamke, hiyo ni shida yake. Labda tumpe tu pole huyo mwanamke mwenyewe. Kesi alisema hivyo, mimi nilitikia tu kwa kichwa. Basi Cindy akasema kwamba yani unajua bana, shida ndio hiyo. Ukimjua mwanamke utamhurumia Charles. Za chini akapeti ni kwa Charles anatoka na Delila. Cindy alisema na kunifanya ni pale na juice nilikuwa nakunywa. Nikauliza kwamba Delila huyu ni mjua au mwingine? Cindy akasema kwani kuna Delila gani mwingine? Delila ni huyo mmoja tu aliyemwangusha Samsoni. Charles amejipeleka mwenyewe kwa Wafilisti. Cindy alisema huko akicheka. Nikauliza kwamba maskini Charles amepatwa na nini? Cindy akasema, wewe unasikitika dada? Badala ya kufurahi. Mimi nimefurahi kwa sababu kwa ninavyomjua Delila ni atamtafuna kila mahali na kumtema huko akimchoka. Kwa hiyo muache tu, ataipata fresh. Wewe ngoja tusubiri tu muda ufike. Cindy alisema kwa furaha. Akasema kwamba useme hivyo Cindy. Unajua kabisa D ni pepo linalotembea. Cindy akasema kwani sisi ndio tumemtuma Charles apeleke suruali yake kwa D? Alafu kwanza mimi sielewa wanaume wanavutia nini kwa yani wanavutiwa nini kwa wanawake wembamba vile jamani? Wanasema models. Lakini wao ndo wanataka wanawake wenye nyashi. Yani ni kudanganyana tu huko duniani. Mara siji wanataka wanawake wembamba. Muda huo tena anakuambia wanataka mtu aliyejaza nyuma. Sasa mimi hata sielewi. Cindy alivyosema hivyo nilicheka tu sasa nikitikisa kichwa changu. Cindy aliendelea kuongea akasema kwamba yani pale Charles ameshuka viwango hatari. Yani kwanza amekuaibisha kukufuatanisha na ule pepo. Basi angetafuta hata mwanamke basi wa kupoteza naye muda kwanza kabla hajaenda huko. Lakini ndio hivyo. Sio kila mwanaume mwenye akili. Cindy aliongea hivyo kwa hasira. Mimi na Kesi tulikonyezana tu tukicheka. Basi walikaa kimya kidogo kisha mada ikabadilika na kurudi kwa Felix. Mimi nilimshukuru Mungu kwa kutoka kwenye hicho kikaango. Siku ilienda vizuri. Baada ya pale tulipata muda wa kucheza na Felix. Tulipata nafasi ya kuongelea jinsi mimba inavyotupelekesha, lakini Cindy alitaka kulia niliposema hii mimba hainusumbui kwa kitu chochote. Alianza kuorodhesha shida zote anazopitia na kutufanya tucheke. Na walipata nafasi ya kuwalalamikia wanaume wao na mimi niliwasikiliza huku nikicheka tu na kuhuzunika na kujiuliza kama ningekosa shukrani kama wao, kama Kiana angekuepo hadi leo sijui ingekuwaje. Lakini ilipofika jioni muda wa kulala nilimtafuta Ryan kwa sababu hakuwa amenipa mrejesho wote kuhusu swala zima la mpelelezi. Aliniambia anafuatilia hilo na kuna mtu ameshampata, hivyo wiki ijayo tunaweza kuweka naye kikao. So nitamani sana tuweze kupiga hatua kutoka hapa, tuweze kutoka kwenye hii sintofahamu msikilizaji. Miezi miwili ilikata bwana bila matokeo yote. Tulifanya vikao kadhaa lakini wapelelezi wote tuliozungumza nao nilijua walitanguliza maslahi tu, baada tu ya kujua ni kesi ya Kian kwa sababu sio alijua pesa ipo. Afu mimi sikuona shida kutoa pesa walizosema, lakini sasa nilitaka mtu ambaye anapenda anachokifanya bila kujali malipo, kwa sababu najua huyo lazima afanye vizuri kwa moyo mmoja. So hatimaye sasa tumbo langu limekuwa kubwa msikilizaji. Mimba yangu ina miezi 7 sasa hivi tunavyosikilizana hapa. Na wiki iliyopita Cindy alijifungua mtoto wake wa kike ambaye amemuita Candy. Yani bila utani amemuita hivyo. Mimi nilishindwa kujizuia kucheka kwa kweli. Yani sijui marafiki zangu wamekumbwa na nini. Yani majina yote mazuri sijui ameenda wapi. Anyway, sasa Kesi mwenyewe amemuita mtoto wake Felix. Katika karine hii unamuita mtoto wako Felix. Amekuwa mzee wa kule Uchagani kwani ama? Haya, na Cindy naye anakuja na Candy. Sijui hata Devi alikuwa wapi wakati mwanae anaitwa hivyo. Msikilizaji, unajua hadi yani niliwauliza kama hilo ndo jina la kwenye cheti na Cindy akajibu kabisa ni kwa tabasamu kuwa hilo ndilo jina lenyewe. Mwisho yote nilitoa hongera zangu tu. Candy ni mrembo sana msikilizaji, ni karembo mno. Alafu kamechukua uzuri wote wa mama yake na baba yake. Vile vibaya kawaachia wenyewe. So mimi leo nilikuwa studio nikirekodi tu wimbo nini. Kesi alikuwa ameshaanza kuja kazini japo ni mara 2 tu kwa wiki. Na mimi ninatumia kila nafasi ninayopata na yeye kuwepo studio nini. Nilishindwa kabisa kufanya kazi na Mark. Of course nimeelewa kweli, lakini nimemzoea Kesi. Nikiwa naye mimi sihitaji kueleza kila kitu. Unajua kuna vitu vingine anafanya bila mimi kumwambia kwa sababu sana ananijua vizuri. Yaani ananielewa sana Kesi. So
Hii ni album ya 3 tunatengeneza wote, na hapo mimi sijahesabu nyimbo ambazo nimetoa. Kwa hiyo tumefanya kazi nyingi sana pamoja. Kitu ambacho niliweza kufanya hiyo miezi miwili ambayo nililazimika kufanya kazi na Mark ni kutengeneza tu beat za nyimbo zangu mwenyewe. So hii album itakuwa ni ya pekee sana kuanzia kipindi ambacho nimetengeneza. So ni album pekee ambayo nimetengeneza beat zote mwenyewe. Nikimaanisha yani nimepiga kila chombo mwenyewe. Najua Kesi atafanya marekebisho kidogo tu, lakini kazi kubwa nimeifanya mwenyewe. Na hii itakuwa kati album fupi niliyowahi kuitoa. Yani ina nyimbo 6 tu. Kwa hiyo kama nikiweza kurekodi wimbo moja kila siku Kesi atakayokuwa studio, ina maana nitatumia wiki 3 tu. So inabidi nijitahidi kwa sababu kila wiki ninazidi kuchoka, afu tumbo lenyewe linazidi kunilemea. So niliunyosha mkono kumaanisha kwamba Kesi akate muziki. Nikamwambia sasa nimechoka kukaa, hebu ngoja ninyoshe miguu kidogo. Nilisema sasa nikiinuka na kutoka kwenye chumba cha kurekodia. Sasa Kesi akaniuliza kwamba huyu Juani hataki kabisa ufanye kazi jamani. Nimesema ile tu lakini hujaweza hata kurekodi ubeti mmoja. Au tuairishe nini? Nikasema no. Tukiairisha nitashindwa kabisa kumaliza kazi. Nahitaji tu kutembea kidogo. Natamani hata ningeweza kukaa hapa kwenye sofa nishike mic mwenyewe nini, si unajua. Nilimwambia sasa nikishika kiuno changu na kujitahidi kujinyosha. Kesi akasema kwamba aisee unaweza kabisa. Wewe kaa tu hapo, mimi nifunge mlango alafu nikupe mic niweke mambo vizuri. Kesi alisema huku sasa kiinuka na kwenda kufunga mlango. Mimi nilitafuta pose la kukaa kwenye sofa huku sasa nikijiweka, yani nikijiwekea mito kila mahali kama mtu ambaye yani hana uti wa mgongo, lakini hatimaye nilikaa vizuri. Mimi sikuhisi kama vile nimebeba dunia yote tumboni. Muda huo ndo mwanangu aliamua kuanza kunipiga mateke na kunifanya sasa nigeuke kidogo na kupoteza pose langu. Mpaka Kesi anamaliza kuweka mitambo vizuri na kukaa, bado nilikuwa nahangaika kukaa vizuri baada ya mwanangu kunipiga mateke ya kutosha. Kesi alinisaidia kidogo na hatimaye nikakaa vizuri na kushusha pumzi. Basi Kesi alicheka kidogo akasema kwamba shughuli hiyo, haya umekaa vizuri sasa tuanze ama? Niuliza sasa akinipatia headphones za kuvaa na mic nini. Nilizipokea na kuvaa kisha nikachukua mic. Kesi naye alivaa headphones zake kisha akanipatia ishara ya kwanza. Kwa wakati huu kazi ilienda vizuri sana. Hata mimi mwenyewe niliona kabisa yani kwamba nimeimba vizuri. Sauti ya utulivu kabisa imetoka vizuri sana na imesikika imejaa. Hadi mwenyewe nilipotulia na kusikiliza wimbo huku nikitabasamu. Sasa masaa mawili baadaye nilikuwa nimemaliza kurekodi ule wimbo. Ilibaki kazi ndogo tu ya kufanywa na Kesi, lakini upande wangu mimi nilikuwa nimeshamaliza. Baada ya pale nilimshukuru Kesi na kuondoka. Sikuwa hata na nguvu ya kuendelea kuongea. Nilitaka tu nifike nyumbani nivue sidiria ambayo inanikaba hadi siwezi kupumua kisha nioge nilale. Kwa hiki kipindi dereva amekuwa akiniendesha na mama hataki kabisa kusikia habari za mimi kuendesha gari mwenyewe. Kwanza tumbo lenyewe yani linanizuia kuona mbele. So nilipofika nyumbani nilifanya kama nilivyokusudia na kujitupa kitandani. Sio kujirusha kama unavyofikiria msikilizaji, no. Na maanisha kukaa taratibu tu na kutambaa kwa makalio na kujiwekea mito yani kama mgonjwa wa upasuaji. Kuna mtu mzuri sana ambao mama alinunuliaga. Huo unanisaidia sana nikiweka chini ya tumbo afu na kuwa naupitisha katikati ya miguu yangu. So nilipoamka ilikuwa ni usiku kabisa. Pendo alikuja kuniamsha kwa ajili ya kula. Nilimshukuru na kutoka kitandani kisha nikadumbukia kwenye dera na kwenda sebuleni. Nilimkuta Michael akiangalia TV huku akinywa soda yake taratibu tu. Nilimtania nikasema, Dr. Familia, naona unaanza kujiua hata kabla hujamaliza kusoma. Nilimtania sasa nikipitiliza kwenda kwenye meza ya chakula. Michael alinifuata kwa tabasamu na kunikumbatia akasema kwamba sasa hivi kukumbatia ni kama vile yani unakumbatia tikiti. Ni lazima ni tuiname mapozi ya ajabu. Basi alinitania sasa akiwa amenikumbatia. Nilicheka tu na kumpiga mgongo wake nikamwambia kwamba unamuita mtoto wangu tikiti kichwa wewe. Nilisema sasa nikigeukia pilau iliyokuwa inanukia vizuri sana. Uzuri Pendo alikuwa alikuwa ananipakulia tayari, hivyo niliweza kumrudia Michael ambaye alikuwa anacheka akiwa amekaa kwenye kiti pembeni yangu. Basi Michael alisema kwamba sijamuita mwanao tikiti, mimi siwezi kumfanyia hivyo mjomba wangu bana, lakini nimesema tu yani wewe hapo yani ndo tikiti lenyewe. Jua ni usiki hapo. Alisema huko akicheka. Nilimpiga tena kwa hasira, kitu hasa kilichomfanya azidi kucheka. Michael akasema kwamba si dadangu ni wakumisi. Unajua wana tunakimbizana na kumaliza kazi ili likizo ikija tuifaidi hata kama ni siku 5 tu. Michael alisema hivyo.
Huku sasa akipakua chakula nikasema kwamba nimekumisi sana pia. Unalala wapi siku hizi? Maana sikuni kabisa, bora hata Pendo ninambatisha. Mike akasema, "Mimi nalala chuo na washikaji ili tutoboe mara moja nisijua. Lakini nategemea na ratiba tunayopanga." Pendo aliropoka akasema, "Wapi wewe, washikaji au yule demu wako?" Pendo alisema hivyo na kuanza kucheka. Na Mike alimkata jicho. Nijikuta nikicheka tu. Nikasema kwamba we usiniambie, yani niko kwenye hii nyumba alafu sijui kama mdogo wangu ameshazama penzini. Nilisema hivyo huku nikicheka. Mike akasema kwamba amna Damara bana, sio hivyo. Pendo tu anapenda kuuza mambo. Mike alisema akiwa amekunja sura. Pendo alikuwa anacheka mpaka anarusha miguu. Yaani ni mchokozi sana Upendo. Sasa nikamuuliza kwamba kwa hiyo unasema hauna mwanamke kwenye maisha yako? Pendo aliendelea kuropoka akasema, asiweke sura yake ya kuondoa hapa. Yupo tena anaitwa Husna. Nikamuuliza kwamba Husna, kwa hiyo Husna ndio wifi yangu? Nimuuliza Michael alitabasamu kidogo kabla ya kukunja sura tena. Alijieleza akasema, ni rafiki yangu tu. Kweli huwa nalala kwa washikaji. Mimi na Husna ni marafiki tu. Nikasema, mimi na Kiani tulianza kama marafiki pia. Mimi nachotaka tu ni kujua ni moyo wako unasemaje kuhusu hiyo Husna. Basi Michael alisita kidogo, lakini hatimaye alisema kwamba dada, ukweli ni kwamba nampenda sana Husna, lakini sijui tu namna ya kumwambia. Naona kuna vitu vingi sana vya kutuzuia kwa pamoja. Alisema kwa uzuri na kunifanya nijisikie vibaya. Nikamwambia kwamba hebu niambie kidogo kuhusu Husna. Basi nilimwambia hivyo. Ghafla uso wake uliwaka kwa tabasamu kubwa sasa, akianza kuteremsha sifa nyingi kwa huyo binti. Mdogo wangu amezama yani amezama kabisa, yani haonekani kwenye hii bahari ya mapenzi. Basi mdogo wangu akaniambia kwamba Husna ni mrembo, yani hicho ni kitu cha kwanza dada. Alafu sasa ni mstaarabu sana, anaheshima, ni binti wa Kiislamu aliyeshika dini vizuri. Kwa hiyo mimi sijawahi hata kuona kichwa chake kikiwa wazi. Afu ana akili sana, yuko kozi ya nursing lakini anawakimbiza kweli darasani na anapenda kusoma. Lakini pia ni mchangamfu, mcheshi, yani hawezi kuchoka. Ni kwamba ni wewe mwenyewe tu huwezi kuchoka uka naye. Afu ana upendo kwa kila mtu, anajali. Michael alitulia kama vile ndo yani kama sijamfanyaje. Sasa Pendo yeye alikuwa anakula tu, huko anamsikitikia kaka yake. Pendo akasema kwamba wewe naona umeshaenda na maji wewe. Pendo alisema sasa akiendelea kula na kuperuzi kwenye simu yake. Nikamuuliza kwamba unaonekana unampenda sana Husna, sasa kwa nini usijaribu kuongea naye? Michael akasema, Damara, yani wewe hujaona tu watu wanaopigwa chini na Husna. Watu na pesa zao dada, watu na magari yao dada. Husna na wakataa. Alafu sasa ndio mimi nikajaribu dada. Dada mimi naona tu nitapoteza hata hiyo nafasi ya kuwa rafiki yake. Bora tu nibaki kuwa rafiki yake kuliko kujaribu kumkosa kabisa. Michael alisema kwa msisitizo kama vile ndo ameshaamua. Niliamua tu kutulia kwa sababu najua hapo hata nikiongea hatonielewa. Tuitulia kidogo sasa tukila. Basi nikamuuliza Pendo kwamba na wewe unampenda nani? Nimuuliza Pendo ambaye sasa aligeuza tu macho. Pendo akasema, tampenda na dada yangu. Wanaume wenyewe ndio hao hata wajielewi. Pendo alisema bila kujali. Niliamua kuachana naye na kuendelea kula chakula changu. Bahati nzuri tamthilia ambayo Pendo anaifuatilia na mama ilianza. Pendo alinyanyua chakula chake na kwenda kwenye sofa kwa ajili ya kuangalia tamthilia yake. Asa Michael alikuwa kila taratibu pembeni yangu huku mara kwa mara akiangalia simu yake. Bila shaka alikuwa anasubiri kujibiwa ujumbe. Kweli baada ya dakika chache ujumbe uliingia kwenye simu yake. Alipoangalia tu uso wake wote ulijaa tabasamu, akaacha kula na kuanza kuchate. Basi nilijisemea tu kwamba urafiki umekolea. Asa wakati tunamaliza kula ndipo mama alikuwa anarudi akitokea dukani kwake. Leo alikuwa anaingiza mzigo, kwa hiyo sasa amechelewa kutoka. Alitusalimia na kupitiliza chumbani. Mimi nilienda kukaa kwenye kochi na kujiwekea mito na miguu niliweka juu ya stuli, kisha nikaanza kuperuzi mitandaoni kujua kinachojiri. Mama naye alikuja kuungana na Pendo, wakawa sasa wanaangalia tamthilia yao pendwa. Siku iliisha hivyo msikilizaji. Wao walienda kulala lakini mimi sikuweza kulala. Nilijaribu kujiegesha kitandani lakini nikaona ni kama tu tabu tu. Hivyo nilibeba mto wangu na kurudi sebuleni. Asa Michael alikuwa mwenyewe akichati kwa furaha tu, hata kwa akiangalia TV. Nijiweka vizuri kwenye sofa na kutafuta movie ya kuangalia. Wiki iliyofuata nilikuwa na zoezi la kupiga picha. Zile picha nzuri za ujauzito, si unajua tena. Siku yenyewe imefika na ndo nimeamka asubuhi, miguu imevimba, mwili wote unauma. Sio hivyo tu, dereva wetu amepata msiba, kwa hiyo sina mtu wa kuniendesha kwenda huko kwenye picha.
na bado sina hamu ya kuongea na mtu yote leo. So nilikuwa nimekaa sebuleni nikinywa chai na kupapasa tumbo langu. Mama alitoka akiwa ameshajiandaa kwenda dukani kwake. Basi mama akaniambia kwamba Michael anakuja kukuendesha leo, amesema hana vipindi kwa hiyo atakusaidia. Mama aliniambia hivyo. Nilimuitikia tu sasa nikicheka kwa sababu hii wiki nzima amekuwa akihakikisha kwamba ninapata mtu wa kuniendesha. Yaani hataki kunipatia sababu ya kukaa kwenye usukani. Asa baada ya chai nilienda kutafuta movie ya kuangalia mpaka Michael alipofika. Tulisalimiana pale kisha nikaenda chumbani kwa ajili ya kujiandaa. Kabati langu limejaa nguo nyeusi tu. Nime zaidi ya 7 ya kuvaa nguo nyeusi. Hata huko ninakoenda kupiga picha nguo walizoandaa ni nyeusi. So baada ya kuoga nilivaa gauni jepesi jeusi na chini nilivaa viatu vya wazi. Nilipotoka nilimkuta Michael amepotelea kwenye mawazo. Yaani leo hakuwa hata amechangamka kama kawaida yake. Sasa nikamuuliza kwamba unataka kuendesha gari gani leo? Nilimuuliza nikijaribu kumchangamsha. Kweli aliacha tabasamu lakini lilipotea ndani ya sekunde chache tu. Akasema Ferrari, hiyo ndo bado sijaendesha. Alisema sasa akiinuka na kuweka mikono yake mfukoni. Nikasema wewe utaweza kuendesha Ferrari kweli? Mara mwisho nilipokupatia sport car kidogo tugonge watu. Ferrari nyepesi sana. Nilimwambia akasema basi kama uniamini wewe chagua tu. Alisema kama vile nimekasirika. Hii sio kawaida yake. Lakini niliamua kupotezea na kumpa funguo za gari alilotaka, huku sasa nikimsisitiza aendeshe kama kipofu. Safari nzima hakuna aliyemsemisha mwenzake. Tulipofika hotelini ambapo picha zitapigwa hapo, nilikuwa nimeshachoka kumuona hivi mdogo wangu. Alikuwa ameegemea kitu huko akiwaza. Sasa nikamwambia kwamba Michael una tatizo gani? Basi alishusha tu pumzi. Yaani ni kama mtu fulani ambaye ni ana mawazo sana. Nikasema natamani nianze kukubembeleza lakini unajua kabisa hayo mambo mimi siwezi. Hauko sawa, sema tatizo. Vipi umefeli? Unakufa au umeingia kwenye msala? Umeibiwa? Sema shida, usikae na vitu moyoni. Niliongea kwa hasira kidogo. Mimi mwenyewe sikuwa na siku nzuri. Hapa penyewe kuongea naona kazi. Sasa Michael alicheka kidogo akasema kwamba Damara, shida yangu ni Husna. Nikasema Husna amefanyaje? Anakufa au? Kwa sababu umekaa ni kama vitu yani ni kama vile tunaenda msibani, yani kama vitu vimeenda vice versa. Shida nini? Anasema Husna amepata mpenzi ambaye sio mimi. Basi Michael alisema kwa huzuni sana. Aliponiangalia macho yake alikuwa yamejaa machozi lakini hakuyaruhusu yatoke. Basi nikamwambia kwamba pole sana lakini nyinyi si marafiki? Michael akasema sio rahisi dada, sio rahisi kumuona na mwanamume mwingine. Mimi nimemwambia tu hatuwezi kuendelea kuwa marafiki kwa sababu haitaleta picha nzuri kwenye mahusiano yake. Michael alisema hivyo, nijikuta nikicheka. Nikasema kwamba kwa hiyo badala ya kupambana kumpata umeamua kumfukuza kabisa alafu unakaa kama vile ni mtu aliyesomewa hukumu ya kunyongwa. Na Husna mwenyewe amesemaje? Michael alisema kwamba alikasirika, tumegombana sana leo asubuhi. Amesema mpenzi wake alishamwambia hataki urafiki wetu lakini alishikilia urafiki wetu kwa sababu aliuthamini. Akasema alijua mimi niko tofauti lakini kumbe niko sawa na hao wanaume wengine. Aliongea maneno mengi tu tena kwa hasira. Mimi sijui hata kumuona akiwa amechukia hivyo. Michael alisema kwa huzuni sana. Mimi niicheka zaidi. Basi nikamuuliza kwamba hivyo Michael wewe nadhani una macho lakini hauoni. Yaani hata upendo uko mbele ya macho yako lakini hauoni. Wewe na Husna mmekuwa marafiki kwa muda gani? Michael akajibu kwamba miaka 2 sasa tangu nianze chuo. Baada ya Michael kusema hivyo, msikilizaji unajua nilicheka. Woi. Wewe mwanamume unakuaje na mwanamke wetu urafiki miaka 2 yote hiyo bila kuzungumza chochote? So nilicheka nikamwambia hata mimi ningekuwa Husna ningepata mpenzi kwa kweli. Mdogo wangu hoja nikufupishie tu kwa sababu mimi nimechoka sana kukaa afu na kazi na nisubiri. Husna anakupenda. Ila amekuwa akiwakataa wanaume wengine kwa ajili yako. Na hiyo ndio sababu alikuwa anakueleza kila wakati ili ujue kuwa una nafasi lakini haukuliona hilo. Miaka 2 ni mingi sana. Ndio maana alipoona hauna mpango naye akaamua kumkubali mtu mwingine. Na huo ugomvi sijui hasira yote au ni matokeo tu ya upendo alionao kwako. Kwa hiyo karata zote unazo. Fikiria vizuri, sawa? Mimi nikimaliza hapa tunaweza kuendeleza hili somo. Nilimwambia na kufungua mlango. Nilijaribu kuinuka lakini nilishindwa. Gari liko chini sana msikizaji. Sijui kwa nini sikuwaza hili. Ilibidi sasa Michael azunguke na kunisaidia kuninyanyua kwa sababu ilikuwa ni kama nimekaa chini. Nilimshukuru na kujitengeneza vizuri nikijitahidi sasa kutabasamu ili kuficha jinsi ninavyojisikia ovyo.
Michelle ndo alikuja kunipokea na kuongozana na mimi hadi sehemu ya tukio ambapo nilimkuta Johannes. Huyu ni mpiga picha aliyebobea sana kwenye hizi kazi, kwenye picha hizi za wajawazito na watoto. Basi moja kwa moja kutokea Canada ndiko alikotoka, akaja huko. Nilimwachia Michelle mambo yote ya kutafuta watu wa mbali ili vitu viweze kubakia siri. Johannes kweli alistahili jina lake kwa sababu alifanya kazi iwe rahisi sana. Na kwenye kile picha ile kisha nimetoka vizuri. Yaani hakuwa na ile sije kwamba etikaa vizuri nini. Basi mwanangu akizaliwa itabidi nimuhitaji tena ili aweze kupiga picha. Kwa hiyo nilimshukuru sana, huku sasa akiniahidi kupata picha zangu baada ya siku 3. Tarehe 13 Disemba niliposti kwenye kurasa zangu kwa mara ya kwanza tangu nimpoteze Kiani. Hii ilikuwa siku ya kuzaliwa ya pekee na tofauti sana kwangu. Basi kwenye hiyo posti niliandika ya kwamba inashangaza jinsi mwaka mmoja unaweza kubadili kabisa historia ya maisha yako. Na hata majina yakabadilika kabisa ndani ya hicho kipindi kifupi. Miezi hii 7 haijawa rahisi kwangu. Nimepitia nyakati ngumu sana na maumivu yasiyoelezeka, lakini namshukuru Mungu ambaye aliona asiniache mpweke. Nidhani mwaka huu ningesherehekea mwenyewe kwa sababu mtu niliyemuona kama sehemu ya maisha yangu hayupo tena. Lakini Mungu alikuwa akiniwazia tofauti. Nawashukuru sana kwa salamu za pole na zawadi. Kweli mmejua kutufariji kwa namna ya pekee. Bado naendelea kuwaomba uvumilivu wenu wakati nikianza kujifunza huu upande mpya wa kuwa mama. Mungu awabariki mno na wapenda. Basi nilishusha simu yangu baada ya kuposti hiyo risala ambayo niliambatanisha na picha moja kati ya nyingi nilizopigwa juzi na Johannes. Yaani dakika 5 nyingi tu simu yangu ilikuwa ni kama ninataka kulipuka. Niliamua kufunga hiyo mitandao na kuendelea na siku yangu kama kawaida. Yaani nikimaanisha kuamka asubuhi. Nilishuka kitandani na kujaribu kutandika kitanda. Hakikunyooka vizuri lakini angalau sio mbaya. Ile huzuni niliyokuwa nayo baada ya kuandika ule ujumbe ilitoweka kidogo baada ya mwanangu kuanza kurusha mateke. Nilielekea bafuni tayari kwa ajili ya kuanza siku yangu. Kwa siku ya leo sikuwa na mpango wa kufanya chochote. Kwanza kwa jinsi nilivyochoka, kitu pekee ninachotaka ni kutulia nyumbani. Kama rafiki zangu wakija kunisalimia basi nitafurahi zaidi. Nilipofika sebuleni nilianza kupokea pongezi za siku yangu ya kuzaliwa kutoka kwa mama. Hii ni sababu nyingine ambayo inafanya huu mwaka uwe wa tofauti sana. Basi mama alisema kwamba heri ya kuzaliwa binti yangu. Hii siku ilikuwa ngumu sana kwangu miaka 26 iliyopita, lakini nikikuangalia sasa hivi ninamshukuru Mungu aliyekutunza kwa sababu najua ni yeye tu ndo alikutunza kwa namna aliyojua yeye mwenyewe. Basi nikasema asante sana mama, asante kwa kupia kwa kunitupa. Najua unaweza kuona umechelewa lakini hata sasa hivi ninafurahi kuwa mwanao. Nadhani huu ndio wakati ambao ninahitaji mwongozo wako zaidi. Nimwambie mama. Mama alifuta machozi akasema kwamba sijui kama utapata nafasi katika moyo wako unisamee mwanangu. Vitu nilivyokufanyia hata kuna wakati vinaninyima mwenyewe usingizi. Mama alisema hivyo huku sasa akishindwa kabisa kuzuia machozi yake. Na hata mimi nijikuta nikilia tu kwa sababu hilo ndio neno pekee nililolihitaji kulisikia kutoka kwa mama yangu, kuwa anaumia na kujutia alichofanya. Kuwa anahitaji msamaha na anatamani kurekebisha mahusiano yetu tulio yabomoa. Asa mama alisema kwamba naomba unisamee binti yangu. Naomba unisamee kwa kutokuwa mama bora kwako, kwa kutokuwepo pale uliponihitaji, kwa kukuacha na hata kutokuwa na shukrani pale ulipojitoa kwa ajili ya wadogo zako. Sikuwa mwema lakini umenichukua, umenitunza, umenihifadhi, umenilisha, umenipa biashara. Sasa hivi na jeuri hapa mjini. Yote ni kwa sababu ya ukarimu wako mwanangu. Basi nikamwambia mama nimekusamee. Usiendelee kujilaumu wala kujihukumu. Wewe ni mama yangu. Mimi nitafanya lolote ili tu kukulinda na kukutunza kwa sababu wewe ni mama yangu. Na nilipata gumizi kidogo lakini nilisema tu kwamba nakupenda sana. Nilimwambia hivyo. Mama ndo alizidisha machozi. Akasema nakupenda zaidi na zaidi binti yangu. Alisema sasa akinikumbatia. Tulitulia huko sasa nikiegemea kifua chake na yeye sasa nifuta machozi taratibu. Baada ya kumaliza kulia, mama aliniambia nipumzike ili akaandae kwa sababu bado Zai hajarudi, kwa hiyo inabidi tuwajibike ili tuweze kula. Wadogo zangu wote walikuwa wameshatoka kwenda chuo bila shaka na kipindi cha likizo bado kidogo, kwa hiyo tupo mimi na mama tu ndani ya nyumba. Niliosha TV na hata sikujali ilifunguka channel gani, lakini
Nijikuta tu nikitabasamu baada ya kuona picha yangu niliyoposti dakika kadhaa zilizopita iko kwenye TV tayari. Kilikuwa ni kipindi cha kuongelea mastaa na umbea nini. Na ni asubuhi yote hii. Lakini kwa wakati huu walikuwa wakiongelea, yani wakiniongelea mimi. Kwa hiyo nilitulia sasa nikiwasikiliza kwa tabasamu. Kwa mara ya kwanza sikujisikia kulia walipoweka ule wimbo ambao Kian alishiriki kwenye video. Kwa leo hii ilikuwa ni kama kumbukumbu nzuri na iliweka tabasamu badala ya machozi usoni mwangu. Basi mama akasema kwamba hawa nao jamani, asubuhi yote wameshaanza kukuchambua jamani. Na hapo haujaonekana miezi yote hiyo. Ukirudi jukwani si ndio utakuwa wimbo wa taifa sasa. Mama alisema alipofika sebuleni na kukuta sasa mada inayoendelea kwenye TV. Mimi nicheka tu. Nikasema hiyo ndio gharama ya kulipa unapokuwa maarufu kidogo mama. Nilisema nilienda kunywa chai. Baada ya pale nilishangaa kidogo kuona Ryan amenitafuta. Nikaa vizuri sebuleni na kumpigia. Basi aliniambia kwamba najua huko bado tarehe 13 haijafika lakini huko umeshaiona. Happy birthday Gordon. Na kutakia mwaka wenye furaha. Basi mimi niacha tabasamu kubwa sana. Nikasema asante Ryan, asante kwa kunikumbuka. Ryan akasema kwamba mimi siwezi kukusahau Gordon. Wewe ni mwanamke wa pekee sana, mwanamke usiyesahaulika na na zawadi nzuri sana kwa ajili ya siku ya leo. Nimwambia Ryan zawadi, hakuwa na haja ya kufanya yote hayo Ryan. Ryan akasema nyamaza. Yaani nyamaza kabisa. Yaani kwanza hata ujui zawadi gani. Hebu tulia basi unisikilize. Mimi nimefanikiwa kupata mpelelezi. Naamini hapa tumefika na hatutahangaika tena. Anaonekana ni mtu ambaye anapenda kazi yake kama unavyotaka. Na kwenye kumfuatilia nimejua kuwa ni mtu mzoefu sana kwenye kazi yake. Rena aliniambia hivyo nikasema kwamba wow, uko serious? Akasema najua leo ni siku yako kwa hiyo sidhani kama utapata nafasi ya kufanya kikao kwa hiyo labda nimwambie tu kesho. Yaani kesho kutwa asubuhi huko kwetu. Nikasema hapana Ryan, mimi nitapata nafasi. Ryan sasa hivi yani nina tumbo kubwa, yani hata siwezi kusimama zile dakika 10. Unadhani mimi nitakuwa nafanya nini siku nzima? Nina muda wa kutosha tu. Kwa hiyo kukikucha huko wewe nitafute ili nijue yani ni saa ngapi ili tuweze kuendelea na ratiba zingine. Ryan alicheka sana akasema sawa, kama unasema hivyo mimi siwezi kukubishia. Nitakutafuta asubuhi sababu hapa nasinzia kabisa. Kwa hiyo mara nyingine tena happy birthday. Aliniambia hivyo, nilimshukuru tu kisha tukaagana na akakata simu. Hatukujua msikilizaji kama Timo tutamuona huku baada ya kuona akitokea kwa binti Emil, lakini tumemuona pia upande huu na ni mtu ambaye hajataka sana shobo ila tu ameonekana kumsaidia then akaamua kuondoka zake. Sasa baada ya kuja kutoa taarifa kwa marafiki zake, marafiki wamemwambia anyway, unaamini kweli utaendelea kubakia hivi bila kuingia kwenye mahusiano? Sasa Mara anaendelea kusimamia msimamo wake kwamba hawezi kuingia kwenye mahusiano. Sasa mpaka dakika hii tuna mtu anaitwa Ryan, tuna mtu anaitwa Timo. Hawa watu wawili tuwe nao makini sana kwa sababu muda wote mambo yanaweza kaa vizuri, lakini huyu mpelelezi ambaye amepatikana vipi atafanikisha kazi ambayo atapewa? Delila kwa hivi sasa yupo kwa Chazi. Tunategemea tukio lolote limkute Chazi. Hilo tukio tutakuja kuliona katika episode ya 3 msikilizaji, na tunaamini Chazi atakachokutana nacho kwa Delila. Of course mimi tangu nisome shule ya chekechea mpaka nipo fikiaga elimu ambayo nilistopia hapo mimi mwenyewe, sijawahi kusoma na mtu anaitwa Delila. Wala shuleni kusikia tu majina ama jina la Delila. Sijawahi. Ni mara chache sana kulisikia hili jina la Delila. Ni mara chache mno. Kwa hiyo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tukutane episode ya 3 kuweza kufahamu mengi zaidi yaliyoendelea. Kumbuka mtayarishaji wa hii simulizi ni dada yetu Chuchu, na mimi kusimulia simulizi ni rafiki yako mpendwa Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.